Hasara inayopelekea wakulima wengi wa ndizi kuweza kuipata ni kutokana na changamoto ya ukame. Kwani unapoandaa shamba lako la ndizi, jitahidi sana kuweka katika mazingira ambayo kuna uwepesi au kuna upatikanaji mwepesi wa maji. Mfano, kuna maji ya aina mbalimbali ambayo unaweza kuyatumia ili kusudi kuweza kurutubisha kilimo chako cha ndizi. Kwanza kuna maji ya mvua, ambayo maji ya mvua ni maji ambayo hayana gharama na pia ni maji ambayo hayana vitu vingi. Na pia kitu kingine ni kuhusiana na maji ya kuchimba. Unaweza ukachimba visima kwa ajili ya umwagiliaji katika ndizi yako. Kwani wakulima wengi sana wanapata hasara kutokana na kutokumwagilia au kutokana na matunzo yalikuwa ni madogo katika swala zima la kilimo chao cha ndizi. Na hii inapelekea kwamba kilimo chao cha ndizi kutofanya vizuri na kuweza kukauka, kwani msimu wa jua kali ndizi mingi sana huwa inakauka, na kukauka kwake ni kwa sababu inakuwa imekosa. Kwa hiyo unapokuwa unafika msimu wa ukame, wewe kama mkulima wa ndizi, kuna mambo ambayo inabidi uweze kujiandaa ili kusudi usiweze kupata hasara. Kwani tunasema hakuna zao lolote ambalo lina changamoto sana kama zao la ndizi. Kwani zao la ndizi lazima kuwe kuna upatikanaji wa kutosha wa maji, na usipande ndizi zako katika maeneo ambayo ni makavu au makame. Ukipanda ndizi yako katika maeneo makame, hii inapelekea ndizi yako kuweza kukauka, na kiangazi kidogo tu ndizi inakauka, na mwisho wa siku unakuwa hauwezi kupata faida. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, niweze kukukumbusha tu na kuweza kukusii kwamba unapokuwa unaandaa shamba la ndizi, kuna mambo muhimu lazima uweze kuyaandaa ili kusudi usiweze kupata hasara. Jambo la kwanza kabisa ni kuhusiana na swala zima la maji. Na maji hayo utapataje? Maji hayo utapata kwa aidha kwa njia ya kuchimba visima. Utakapochimba kisima, ina maana kutakuwa kuna wepesi wa kupatikana maji ndani ya mwaka mzima. Na kuna wakulima wengi ambao huwa wanaamua kuweka matenki katika mashamba yao. Wanaweka matenki katika mashamba yao, baada ya hapo anakuwa anavuna maji msimu wa mvua. Au mwingine anachimba kisima kinakuwa kinajaa maji kutoka ardhini, na hii inapelekea mkulima huyu kuweza kuwa anakuwa na maji katika msimu wake wote mzima. Kwa hiyo bila maji kilimo cha ndizi itakuwa ni kigumu sana. Niweze kukushauri kwamba mkulima wa ndizi, kama una mpango wa kuanza kulima ndizi, jitahidi sana unapokuwa unalima ndizi kuweza kuwepo na maji. Yaani bila maji huwezi kufanikisha katika zao lako la ndizi. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, kwamba kilimo cha ndizi pia kinaathiriwa na moto. Unaona muda kama huu wa mvua wa jua kali, ina maana mkulima huyu mara nyingi sana anakuwa anaathiriwa na swala zima la moto. Kwani moto unapokuwa unapita, na kama ardhi yako itakuwa ni kavu sana, ina maana moto utaunguza shamba lako. Kwa hiyo kama moto utaunguza shamba lako, pia itapelekea wewe kuweza kupata hasara. Kwa hiyo tumeangalia vitu vya muhimu kwamba ni moto pamoja na kutokupatikana kwa maji. Kama maji yatakuwa ni madogo katika shamba lako, ina maana kwamba maji yanakuwa hamna na hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo niweze kukumbushia tu kwamba unapoandaa shamba lako la ndizi, usiweze kuandaa shamba katika mazingira ambayo ni makavu, na wala usiandae shamba katika mazingira ambayo hauwezi kupata maji, kwani itakupelekea kwamba wewe kupata faida kubwa, na faida itakuwa ni ndogo, na mwisho wa siku hautapata chochote, kwani ndizi yako haitaweza kuweka vizuri. Kwani tunasema pia kwamba unapokuwa unaandaa shamba lako, ni muhimu pia kuweza kuangalia udongo ambao unaenda kupandia ndizi zako, kwani udongo na wenyewe nao ni chachu ya wewe kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo
Kwa hiyo unapokuwa unaangalia udongo, inabidi uangalie udongo ambao haukauki. Kwa hiyo cha msingi sana kuweza kujua kwamba udongo ambao haukauki ni udongo aina gani. Na udongo huo pia utakupa faida gani kama wewe mkulima na mtu ambaye umeweza kuandaa shamba lako la ndizi kwa ajili ya kuweza kupata manufaa yako na kuweza kupata faida. Kwa ndugu mtazamaji, ni kitu cha msingi sana kuweza kuangalia. Tumeweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la upatikanaji wa maji, kuwepo kuna udongo mzuri katika eneo hilo ambalo unataka kwenda kulima ndizi yako, na pia kuweza kulinda shamba lako pamoja dhidi ya moto, maana moto ni unaathiri sana. Unaangalia katika skrini yako hapo, huo ni ndizi umekauka, ardhi imekauka, ni kiangazi kikali, kiangazi kikavu. Kwa mazingira kama hayo kwa kweli ni changamoto. Unatakiwa uweze kuokoa ndizi yako, kuweza kuokoa mti wako dhidi ya majanga kama haya kwa kuweza kuandalia mazingira shirikishi au mazingira wezeshi ambayo yatapelekea ndizi yako kuweza kuwa ya kijani. Kwa hiyo ina maana kwa chini hapo tayari hamna maji, udongo umekauka kavu. Na kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana kuweza kuangalia ni aina ya mbegu. Kuna mbegu zingine ambazo kidogo zina ustahimilivu mkubwa sana kwenye jambo zima la ukame, na kuna mbegu nyingine ambayo yenyewe haistahimili, yani haiko vizuri. Kwa hiyo kama ukipata mbegu ambayo inastahimili vizuri kwenye ukavu, kiukweli mambo yatakuwa ni mazuri. Lakini kama utapata mbegu ambayo haistahimili, kiukweli utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wana changamoto kwenye zao lao la kilimo cha ndizi. Kwa hiyo inabudi wewe mtazamaji wangu kuwekea maanani kabla hujaanza kilimo cha ndizi, kuweza kujua kwamba udongo gani ambao utakiupanda, mbegu gani utakayotumia kuweza kupandikiza ndizi yako. Na kitu kingine ambacho lazima unapoweza kujua, je, eneo lako muda wa ukame udongo wake unakuwaje? Unakuwa mkavu kama huu, au unakuwa kupasuka, au unakuwa wa kichanga? Hiyo ni mambo ya muhimu ambayo inabidi pia uweze kujua. Na kitu kingine lazima uweze kujua kama maji utayapata wapi muda wa ukame. Maana muda wa ukame hali inakuwa ni ngumu kweli, yani mmea unakuwa umechoka, mmea unakuwa unapata changamoto. Kwa nitakuwa uweze kujua kwamba muda huo wa ukame vipi, maji utayapata sehemu gani kwa ajili ya kuweza kumwagilia na kuweza kufanikisha malengo yako ambayo wewe umeweza kujiwekea. Na ukifanya hivi, kiukweli mambo yatakuwa ni mazuri. Na ukifanya hivi, itakupelekea wewe kuweza kufanikiwa mambo yako yote ambayo umeweza kujiwekea. Na jambo hili ni muhimu sana kuweza kulitambua na kuweza kulifanya. Bila kufanya hivyo, hautaweza kufanikisha katika swala zima la kilimo chako cha ndizi. Na nipende kukushauri tu mpenzi mtazamaji, kama utakuwa unataka mafunzo zaidi kuhusiana na swala zima la kilimo cha ndizi, naomba ucomment neno ndizi. Na kama unataka kupata mafunzo mazuri kuhusiana na aina gani ya mbegu ambayo unaweza ukapanda na ikafanya vizuri kulingana na mazingira yako unayotokea, aidha mkoa wa Lindi, mkoa wa Mtwara au mkoa wa Kanda ya Ziwa, wewe niandikie neno mbegu. Ukiandika neno mbegu, nitakufuata inbox, nitaweza kukupa mwongozo kamili ambao utakuongoza ili uweze kufanikiwa katika swala zima la kilimo. Na ukipenda kuangalia, naomba uweze kusubscribe ili kusudi uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu bomba, na uanze alama ya kengele ili kusudi tunapokuwa tunatoa video nzuri ambazo sana mafunzo wa kwanza kuweza kuzipata. Naomba uweze kusubscribe.